kweli kampeni zinahitimishwa, lakini ukweli ni kwamba ni kichekesho Habari kamili. Jerusalem. Mamlaka za Israel zinasema zimewaua wanamgambo watatu wa Kipalestina mapema leo wakati wa operesheni kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi. Katika taarifa, jeshi la Israel limesema wanamgambo hao walishiriki matukio ya kigaidi huko Jenin, mji ulioko kaskazini mwa Ukingo wa Magharibi, ila hawakutoa taarifa zaidi. Haya yanafanyika wakati ambapo Israel imesema haitovikubalia vikosi vya jeshi vya Uturuki kuwa sehemu ya kikosi cha kimataifa kilichopendekezwa na Marekani kusimamia makubaliano ya kusitisha vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Gaza. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa ziarani Hungary, waziri wa mambo ya kigeni wa Israel Gideon Saar amesema wanapinga kushiriki kwa Uturuki katika kikosi hicho kutokana na uhasama wa muda mrefu wa Rais Recep Tayyip Erdogan dhidi ya Israel. Saar vilevile amesema kuwa wameshaitaarifu Marekani kuhusiana na swala hilo. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inahitaji usaidizi wa kifedha wa Ulaya kwa miaka 2 au 3 mingine ili kuweza kupambana na vikosi vya Urusi vilivyovamia nchi hiyo. Zelensky ameyasema haya huku akikiri kwamba vikosi vya Urusi vimepiga hatua mashariki mwa Ukraine katika mji wa Pokrovsk ambao wamekuwa wakijaribu kuuteka kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Nilizungumza na jeshi letu na wanalitazama kwa karibu eneo la Pokrovsk na maeneo ya karibu. Huko ndiko Urusi ilipoweka sehemu kubwa ya vikosi vyake na ndiko kwenye mashambulizi zaidi. Mapambano yanaendelea katika mji huo pia kwa kuwa Pokrovsk ndiyo lengo lao kubwa. Matokeo yoyote yatakayopatikana na vikosi vyetu ni kutokana na Ukraine nzima kwa ulinzi jumla wa taifa letu. Zelensky vilevile amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kumwekea shinikizo kiongozi wa China Xi Jinping kuacha kuiunga mkono Urusi wakati viongozi hao watakapokutana baada ya wiki hii. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Zanzibar. Kiongozi mkuu upinzani Zanzibar ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa chama tawala CCM na tume ya uchaguzi nchini humo wanapanga kuiba kura katika uchaguzi utakaofanyika kesho Jumatano. Mgombea urais wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ameiambia AFP kuwa tume hiyo imewaandikisha watu waliofariki dunia kama wapiga kura. Othman vilevile amesema wapiga kura wasio halali wanakubaliwa kupiga kura katika upigaji kura wa mapema unaoendelea leo, jambo wanaloliita kuwa ni wizi wa mapema. Chama cha ACT Wazalendo kimekuwa kikipinga upigaji kura wa mapema, hatua ambayo inatoa nafasi kwa maafisa na polisi kupiga kura. Karibu watu 700,000 watapiga kura katika visiwa vya Zanzibar na watakuwa na fursa ya kumchagua rais wa Tanzania bara na Zanzibar. New York na Jumatatu. Katika taarifa, msemaji wa katibu huyo mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema Guterres analitaka jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF kuwasiliana na mjumbe wake wa Sudan Ramtane Lamamra haraka kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka za kufikia makubaliano. Wakati huo huo, Umoja wa Afrika umelaani visa vya ukatili na uhalifu wa kivita vinavyoripotiwa huko El Fasher. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf, kupitia taarifa aliyoitoa kwenye mtandao wa kijamii wa X, amesema ana wasiwasi kuhusu machafuko na madai ya mauaji ya kikabila yanayoendelea huko El Fasher. Na hatimaye Tokyo. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema yeye pamoja na rais wa Marekani Donald Trump wamethibitisha kwa mara nyingine dhamira yao ya kukamilisha uangamizaji wa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini. Takaichi amesema viongozi hao wawili wamekubaliana hayo katika mkutano wa kilele leo huko mjini Tokyo.
Takaichi na Trump vilevile wamesisitiza umuhimu wa amani Taiwan, ingawa amekataa kutoa tamko lolote juu ya walichokijadili kuhusu China kwa sababu Trump atakutana na rais wa China hivi karibuni. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Shukrani kwa kuungana nasi. Taarifa ya habari imesomwa na Jacob Safari. Wakati huu tukienda kwenye uchambuzi, tutajikita huko nchini Tanzania tukiangazia kampeni za lala salama kabla ya uchaguzi kesho Oktoba 29. Lakini huko visiwani Zanzibar, upigaji kura wa mapema unafanyika hii leo. Binafsi ni mgombea wa uwakilishi jimbo la Chake Chake, na tunavyozungumza ni kwamba sasa hivi kama mgombea ambaye naruhusiwa kukaa kituoni kwa mujibu wa sheria, hivi sasa nimetolewa na jeshi la polisi kwamba nisiingie katika kituo na niondoke kituoni. Utasikia kwa kina, lakini pia mengi zaidi ni kwenye mjadala ambao utajikita kuangazia mchakato mzima wa kampeni kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Kanasi. Tunaanzia huko nchini Tanzania. Kampeni za uchaguzi mkuu zinafungwa rasmi hii leo, huku wagombea wa urais, wagombea wenza pamoja na wafuasi wao wakiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo kukamilisha mchakato huo siku moja kabla ya upigaji kura. George Njogopa ametukusanyia taarifa juu ya hali jumla ilivyo nchini humo, ambako pia jeshi la polisi limetangaza kufanya doria kudhibiti hali ya mambo. Wagombea kutoka vyama 17 vinavyoshiriki uchaguzi huu hii leo wanatupa karata zao za mwisho kwa wapiga kura kabla hatima yao kuamuliwa na wapiga kura wenyewe watakapoanza kuteremka katika vituo vya kupigia kura hapo kesho Jumatano. Siku 61 za kampeni zimeshuhudia wagombea kuanzia ngazi ya udiwani, ubunge na urais wakizunguka katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa rai wapiga kura kuwapeleka katika usukani wa madaraka ili kutekeleza kile walichokiahidi. Hata hivyo, ingawa uchaguzi huo umeshuhudiwa na wagombea 17 wakiwa katika makabrasha kupiga kura, lakini wadadisi wa mambo wanakitizama chama tawala CCM ndicho kinachotawala zaidi majukwaa ya kampeni. Umahiri wake katika siasa za Tanzania, nguvu za kifedha katika kuendesha kampeni pamoja na kujiweka kando kwa chama kikuu cha upinzani Chadema kumeifanya CCM kuwa na uwanja mpana zaidi kwa kutawala majukwaa wakati wote wa kampeni. Baadhi ya vyama vya upinzani ambavyo vinashiriki uchaguzi huu kwa nyakati fulani vimearifiwa kuendesha kampeni kwa kusuasua kutokana na kukabiliwa na uhaba wa fedha. Hata hivyo, vyama vyote hivyo hii leo viko majukwani vikihitimisha kampeni zake. Wakati huu chama tawala CCM kimekusanya wanachama wake katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza kwa ajili ya kuhitimisha kampeni zake, ambako mgombea wake Rais Samia Suluhu Hassan atanadi sera zake katika dakika za lala salama. Mwenyekiti wa umoja vijana wa CCM Ali Mohamed Kawida, wakati akizungumza katika mkutano huo unaoendelea, alitaja kundi la vijana kwamba ni moja ya tegemeo kubwa la chama hicho katika uchaguzi huu. Na leo nataka nimwage ugali, ndugu mwenyekiti. Kampeni zako za uchaguzi zilikuwa wakishiriki vijana wa Chama cha Mapinduzi na waliokuwa sio wa Chama cha Mapinduzi. Ama uchaguzi mwaka huu umegubikwa na kile kinachotizama kama ukosoaji mkubwa katika mitandao, ambako wananchi wa ndani pamoja na wale wa nje wamekuwa wakitumia majukwaa hayo kwa ajili ya kujadili uchaguzi pamoja na kuhamasisha maandamano. Jeshi la polisi limeonya kuhusu watu yoyote atakayeweza kutibua uchaguzi huo na kusema kwamba linakusudia kufanya doria karibu maeneo yote ya nchi. Msemaji wa jeshi hilo David Misime ametoa msimamo wa jeshi hilo kuelekea katika uchaguzi huo. Atakaye thubutu kuvunja sheria silaumu kwa hatua zitakazochukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa upande mwingine, baadhi ya wagombea wa vyama vya upinzani wanalalamika kuhusu makala wao kufanya mizengwe kwa kunyima fursa ya kuapishwa, hali ambayo inawanyima uhalali wa kusimamia uchaguzi. Mimi mgombea wa ubunge jimbo la Kibamba kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, wasimamizi wasaidizi walituhujumu, mawakala wengi wa CHAUMMA hawakuapishwa. Wakati huo baadhi ya wamiliki wa vyombo vya usafiri wa nchi kavu kama vile chama cha wamiliki wa mabasi Tanzania TABOA na usafiri wa majini vimetangaza kusitisha huduma ya usafiri siku ya upigaji kura ili kupisha uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 na kutoa nafasi kwa wananchi kushiriki kikamilifu kwenda vituoni kupiga kura. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.
Ni George huyo akitueleza yale ambayo yanaendelea kwa sasa. Lakini tuelekee visiwani Zanzibar. Leo ni siku ya kile kiitwacho upigaji kura wa mapema, ambao kisheria umewekwa kuwapa nafasi maafisa wa ulinzi na usalama na wasimamizi wa tume ya uchaguzi kupiga kura zao kabla ya upigaji kura wa nchi nzima hapo kesho Oktoba 29. Hata hivyo, upinzani visiwani humo umekuwa ukikataa upigaji kura huo ambao unasema umewekwa kwa lengo la kufanya ghiliba kwenye uchaguzi. Katika hatua isiyotarajiwa na wengi, lakini mgombea wa urais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Othman Masoud alitangaza usiku wa kuamkia leo kuondosha msimamo wao wa awali uliolenga kuzuia kura ya leo kufuatia kile alichosema ni mazungumzo na makubaliano na mamlaka, na badala yake akawataka wananchi kuachia upigaji kura huo kuendelea. Lakini je, hali ikoje kwenye upigaji kura wenyewe hadi muda huo? Mohamed Khelef amezungumza na Omar Ali Shehe ambaye ni naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo na mwenyewe akiwa mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Chake Chake kisiwani Pemba. Binafsi ni mgombea wa uwakilishi jimbo la Chake Chake, na tunavyozungumza ni kwamba sasa hivi kama mgombea ambaye naruhusiwa kukaa kituoni kwa mujibu wa sheria, hivi sasa nimetolewa na jeshi la polisi kwamba nisiingie katika kituo na niondoke kituoni kwa sababu ya kusimamia na kutetea kile ambacho kinafanyika katika jimbo la Chake Chake. Kwa kweli kipi ambacho kinachofanyika? Sheria inasema kwamba wale wote ambao ni watumishi wa walinzi ambao wameomba na ambao wanaishi ndani ya jimbo la Chake Chake kwa maana ya mitaa ya Chake Chake, hao wanaruhusika kwa mujibu wa sheria. Vile vile watu wa tume ya uchaguzi, watumishi wa tume ya uchaguzi ambao pia nao ni wakazi wa jimbo husika, nao wanaruhusika kwa mujibu wa sheria. Lakini tunachokishuhudia sasa hivi kwa kweli ni tofauti sana wanaopiga kura katika jimbo. Tunachokishuhudia leo katika jimbo la Chake Chake ni vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania, ni vikosi vya SMZ ndio waliovizingira vituo hivi kwa kweli kwa ajili ya kupiga kura watu ambao hawaishi ndani ya jimbo la Chake Chake. Na majimbo mengine hali iko hivyo hivyo. Jana usiku chama chako kupitia mgombea wenu wa urais wa Zanzibar Othman Masoud Othman ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa chama chenu, mlitoa kauli ambayo inaelezea kama kwamba mlishamaliza suala hili na mamlaka, kwamba mmekubaliana watapiga kura na wastahiki tu, mmekubaliana kwamba kura zitakusana kuhesabiwa vituoni, mmekubaliana kwamba wagombea na mawakala watakuwa katika vituo kusimamia kura hizo na vitu kama hivyo. Washitueleza hapa ni kama vile kwamba hakuna ambacho kimefanyika katika kile ambacho kimezungumzwa na kiongozi wako, na kwa hivyo ni yale ambayo yamezoeleka kila mara. Inawezekana waliozungumza wamemsaliti mwenyekiti wetu, kwa sababu kama mwenyekiti alivyoeleza kwamba kimsingi wamekubaliana, lakini bahati mbaya sana kinachoendelea ni tofauti na maelezo yaliyotoka jana, kwa sababu kinachoendelea kwa kweli ni vikosi ndivyo vinavyokuja kupiga kura. Tena si kupiga kura kwamba kupiga kuondoka, wanajirudia wale mtu mmoja anapiga kura zaidi ya 10, wanatiwa wino tu, mega peni ya kawaida, kalamu tu ya kawaida, wanatia wino unaofutika, wanajirudia kupiga kura. Hicho ndicho kinachoendelea. Kwa hiyo kwa ufupi yaonekana wale waliozungumza na kukubaliana ni vitu viwili tofauti kabisa. Kesho ndio siku ambayo nchi nzima itapiga kura. Leo ni utangulizi kwa hiyo kura ya mapema. Lakini ikiwa hayo unayozungumza ndio hayo ambayo yanatokea hivi sasa, inasema nini kuhusu siku ya kesho ambayo ndio siku ya uchaguzi? Kinachotokea leo, jambo hili tulilibashiri kabla. Na yote ni ile tuliyosema kwamba CCM hawana wapiga kura, ndio maana akawafanya hivi. Lakini tunachohakikishia, licha ya yote haya wanayofanya leo, tunakuhakikishieni kwamba chama chetu kesho watu watamiminika, watakuja vituoni na ACT Wazalendo itashinda kwa ushindi mkubwa sana. Haya ni hayo yanaendelea leo huko visiwani Zanzibar, na hii ni kulingana na Omar Ali Shehe ambaye ni naibu katibu mkuu wa ACT Wazalendo na mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Chake Chake kisiwani Pemba alipozungumza na Mohamed Khelef. Na tukisalia kwenye haya masuala ya uchaguzi huko nchini Tanzania, leo ni siku ya lala salama ya kampeni za uchaguzi mkuu, na chama tawala CCM kinahitimisha kampeni zake huko Mwanza, lakini chama cha upinzani cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA chenyewe kilihitimisha jana huko jijini Dar es Salaam. Na mwenzetu Sudi Mnete alifanya mahojiano maalumu na mgombea wa urais wa chama hicho Salum Mwalimu, ambaye kwanza alielezea hali jumla baada ya kuzunguka karibu nchi nzima.
Kugombea umakamu wa urais ni tofauti na unapogombea nafasi ya urais, kwa sababu rais ndiye unapofanikiwa watu wanaona sasa wewe ndio unakuwa namba moja wa nchi. Kwa hiyo hata namna watu wanavyojiengage nawe, wanavyokuapproach ni tofauti kidogo na wakati ule nilipogombea pengine umakamu wa rais, kwa sababu watu wakati mwingine walikuwa wanakufuata alafu unasema mimi nadhani hebu tufanye mpango mkutane na rais kwa sababu mimi ni makamu. Lakini sasa watu wanatamani kukutana na wewe, watu wanatamani wasikie kutoka kwako wewe mwenyewe. Lakini pengine na jingine nililojifunza ni kwamba ninagombea nafasi ya juu kwenye nchi, lakini wakati huo ndiye mtendaji mkuu kwenye taasisi. Kwa hiyo ni combination moja ambayo nadhani pia imenifanya kuna vitu nimeweza pia kujifunza. Nimekwenda mikoani na nimekusikia ukizungumzia maji, miundombinu, umeme, nishati, elimu, ajira na mambo mengi. Ndiyo. Na si wewe umekuwa ukizungumza. Wewe una tofauti gani na wagombea wengine wote ambao wamekuwa wakitaja mambo hayo na kwa kurejea? Siwezi kusema kwamba mimi ni mbora sana kuliko wengine wanaogombea, kwa sababu sote ni Watanzania mwisho wa siku, na sote tuna sifa pengine za kikatiba za kuweza kugombea nafasi hiyo, na ndio maana tumekuwa wagombea. Lakini mwisho wa siku ni kila mmoja na nafsi yake, ile dhamira yake ya ndani inayomsukuma kwamba anayazungumza haya akiwa anamaanisha, anazungumza haya akiwa kweli na dhamira ya kuona kabisa kwamba hizi ni changamoto ambazo zinalikwaza taifa letu. Na nazungumza hivyo akiwa anaona kabisa kwamba pengine ana uwezo wa kwenda kuyasimamia. Sasa siwezi kupima dhamira za wenzangu, kila mmoja ana dhamira yake, lakini mimi ninajiamini katika dhamira yangu kwamba ninapozungumza nchi hii ina changamoto kubwa ya maji na haipaswi kuwa na changamoto ya maji. Ninapozungumza swala la elimu mathalan, ninamaanisha kwa sababu na mimi ni kijana wa Kitanzania, na bahati nzuri nimekuwa katika mazingira ya kawaida kabisa ya vijana wengi katika nchi tunaoishi. Sijatoka kwenye familia ya kitajiri au familia ya wanasiasa wakubwa walio kushika madaraka makubwa. Kuanzia darasa la kwanza mpaka chuo kikuu nimesoma katika mikondo ya kawaida kabisa ambao vijana wenzangu wengi wanapitia, na kwa maana ya kwamba shule za umma. Kwa ninaposema kuna tatizo kwenye elimu, ninaona kwamba kuna hilo tatizo kwenye elimu na ninalimaanisha. Na nikisema kuna tatizo la ajira, na jambo ambalo nimelizungumza sana kwa vijana wenzangu wakati wa kampeni, nadhani ndio jambo linaloongozwa kulizungumza ni tatizo la ajira. Na ninaliona kwa sababu na mimi ni kijana wa kawaida wa Kitanzania, naona vijana wenzangu wanavyohangaika. Kwa dhamira yangu ninaiona na ninaiamini mimi mwenyewe kabisa kwamba haya nayazungumza nikimaanisha, na nazungumza nikiwa na dhamira ya kweli kwenda kuyatatua kwa maslahi mapana ya nchi yangu. Watanzania wanakwenda kupiga kura. Ndio. Kile ambacho wamekuwa kieleza wakati wote, unahisi wamekielewa? Wewe wamekuelewa? Wamenielewa. Kama kuna jambo ambalo nadhani ungeniuliza nini ni mafanikio yako kwenye kampeni hii, nadhani ni mapokeo ya Watanzania na kunielewa. Haya ni mgombea wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chauma, Salum Mwalimu, alipozungumza na mwenzetu Sudi Mnete. DW tunavuma kwa kishindo. Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana, tuko kwenye uchambuzi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kufanyika mazungumzo ya haraka ya kusitisha mapigano nchini Sudan baada ya kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo kudai kuwa limechukua udhibiti kamili wa mji wa El Fasher ulioko katika jimbo la magharibi mwa nchi hiyo la Darfur. Wachambuzi wanaonya kuwa mzozo huu unaweza kusababisha mgawanyiko wa kudumu wa nchi, huku Umoja wa Mataifa ukiitaja hali nchini Sudan kuwa mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani kwa sasa. Wakiombogo na taarifa zaidi. Msemaji wa Guterres, Stefan Dujarric, amesema kiongozi huyo amezitaka pande zote, jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF, kuwasiliana mara moja na mjumbe wake maalum kwa Sudan, Ramtane Lamamra, na kuchukua hatua za haraka kuelekea katika kupata makubaliano ya mazungumzo ya amani. Guterres amelaani ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu na amesema ana wasiwasi mkubwa kutokana na ongezeko la silaha na wapiganaji wanaoingia Sudan, jambo alilosema linazidisha hali ambayo tayari ni mbaya sana. Vivyo hivyo, serikali ya Ujerumani
Ujerumani na Umoja wa Afrika wamelaani vikali madai ya ukatili mkubwa na uhalifu wa kivita unaoripotiwa kufanyika mjini El Fasher, Sudan, na wametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mapigano. Katika taarifa kwenye mtandao wa X siku ya Jumatatu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani ilisema imechukizwa na ripoti kutoka El Fasher kwamba wapiganaji wa RSF wamejiingiza ndani ya mji huo na wanawaua raia kiholela. Wizara hiyo ilionya kwamba uongozi wa RSF uliahidi hadharani kuwalinda raia na utawajibishwa kwa matendo yake. Umoja wa Afrika nao unatoa wito wa kufunguliwa kwa njia za kibinadamu ili kuruhusu misaada ya kuokoa maisha kuwafikia walioathirika. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo, Mahmoud Al-Yusuf, amesisitiza kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro huu, akitaka pande zote kujihusisha katika mazungumzo na kujitolea kwa mchakato wa kisiasa wenye amani na uliojumuishi. Kamanda mkuu wa jeshi la Sudan na kiongozi wa nchi hiyo, Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, ametoa tahadhari kwa wananchi. Kila mtu ameona kinachoendelea huko El Fasher. Bila shaka uongozi huko, ikiwemo usalama, ulifanya tathmini kwamba ni lazima waondoke mjini kutokana na uharibifu wa kimfumo na mauaji ya raia. Tulikubaliana nao kuondoka mjini na kwenda sehemu salama ili kuokoa maisha ya wananchi waliobaki na kulinusuru jiji lisiharibiwe. Wakati huo huo, wachambuzi wameeleza wasiwasi kwamba raia waliobaki wanaweza kukabiliwa na ukatili mkubwa mikononi mwa RSF, ikiwa ni pamoja na mauaji, mateso, ubakaji na uhamisho wa kikabila kama ilivyoshuhudiwa katika maeneo mengine ya Darfur yaliyotekwa awali na wanamgambo hao. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takriban watu 300,000 wanaishi katika mazingira hatarishi ndani ya El Fasher. Dujarric amesema misaada ya kibinadamu lazima iruhusiwe kuwafikia raia haraka bila vizuizi vyovyote. Na tunamalizia uchambuzi mchana huu kwa ripoti hii inasema Urusi imefanya uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa kuwalazimisha watu kukimbia eneo linaloshikiliwa na Ukraine kupitia mashambulizi ya mara kwa mara ya droni yanayowalenga raia. Haya ni kulingana na ripoti ya uchunguzi wa tume iliyoundwa na Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa iliyochapishwa jana Jumatatu. Tatu Karema anaangazia ripoti hiyo na mzozo jumla huko Urusi na Ukraine. Ripoti ya tume hiyo iliyoundwa muda mfupi baada ya uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo mwaka 2022 imesema mamlaka ya Urusi iliratibu kimkakati hatua za kuwafukuza raia wa Ukraine kutoka kwenye makazi yao kwa matumizi ya droni hizo pamoja na uhamishaji wa nguvu. Pia imesema Urusi ilifanya uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa mauaji katika maeneo makubwa zaidi ya eneo hilo la mashariki kuliko ilivyothibitishwa awali. Ripoti hiyo pia imebainisha kuwa Urusi ilifanya uhalifu wa kivita kwa kuelekeza kwa makusudi mashambulizi dhidi ya raia na mali ya raia pamoja na unyanyasaji wa kibinadamu na ukiukaji wa haki za binadamu. Imeendelea kusema tume hiyo imebainisha kuwa mashambulizi hayo yamewalazimu maelfu ya watu kukimbia. Katika hatua nyingine, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa takriban raia 200 wa Urusi wanaishi katika maeneo mbalimbali ya mji wa Pokrovsk. Katika matamshi yaliyochapishwa leo na vyombo vya habari, Zelensky amesema hilo limedhihirika kupitia droni na kwamba kwa sasa mji huo ndio shabaha kuu ya Urusi. Zelensky ameongeza kusema kuwa amezungumza na jeshi la Ukraine na tahadhari maalum inalenga Pokrovsk na maeneo mengine jirani. Hapo ndipo mvamizi alipoongeza vikosi vyake na kwenye kiwango kikubwa cha mashambulizi. Mapigano yanaendelea mjini pia. Pokrovsk ndiyo lengo lao kuu, na kila matokeo yanayopatikana na vikosi vyetu katika sekta hii ni matokeo ya Ukraine yote kwa ulinzi mzima wa nchi yetu. Wakati huo huo, Rais Zelensky amesema kuwa Ukraine inahitaji msaada wa kifedha wa Ulaya ili kuendelea kupambana na wanajeshi wa Urusi kwa miaka mingine 2 au 3. Katika matamshi yake yaliyochapishwa leo, Zelensky amesema alisisitiza haya kwa mara nyingine tena kwa viongozi wa Ulaya na akawaambia hawataendelea kupigana tena kwa miongo, lakini kwa muda lazima waonyeshe kuwa wataweza kutoa msaada wa kifedha kwa Ukraine. Na baada ya kukamilisha uchambuzi, ninamleta kwako Angela Mdu.